Na moja kwa moja toka jijini Dodoma, Tanzania. Hii ni Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo usiku ni pamoja na wananchi katika jiji la Arusha waathirika zaidi kufuatia mgomo wa daladala. Taarifa nyingine ni kuhusu wananchi Kyela waomba serikali kupeleka mradi wa maji katika shule ya sekondari. Kimataifa, WHO yasema zaidi ya watu 900 yashukiwa kuambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, Chalamila atembelea TFF, atoa tamko kuelekea AFCON 2027. Ujambo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Wakazi wa jiji la Arusha hii leo wamekumbana na adha kubwa usafiri kufuatia kusimama kwa huduma ya magari kubebea abiria maarufu kama daladala, hali ambayo imesababisha mamia ya wakazi wa mkoa huo kuonja ugumu wa usafiri kuelekea kwenye shughuli zao za kila siku, ikiwemo biashara na shughuli nyingine za kijamii. Undani wa taarifa hii tunaungana na mwanahabari wetu Amina Ngahewa. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya madereva wa daladala wamesema kuwa ongezeko la bei ya mafuta pamoja na gharama nyingine za uendeshaji limekuwa changamoto kubwa kwao, hali iliyolazimu kushinikiza kupandishwa kwa nauli ili iweze kuendana na mazingira ya sasa ya kiuchumi. Wamesema kwa sasa nauli wanazotoza ni shilingi 700 hadi 800, ambayo haiendani na gharama halisi za uendeshaji wa magari hayo, huku wakipendekeza nauli ifike shilingi 1000 ili waweze kumudu majukumu yao ya kila siku pamoja na matengenezo ya magari. Mafuta shilingi 4357 sawa. Tukipakia shilingi 800 haitulipi. Unabakia tipu 5 na kama mafuta laki na nusu. Sawa? Bado hesabu ya bosi shilingi 40. Sawa? Nyingine mpaka 45. Nyingine mpaka 45. Sawa? Mafuta shilingi 4357. Inayotulipa si kama madereva na daladala ni 1000. Sisi tunachukua kituo shilingi 1000. Hiyo ndio inatufanya mpaka sisi gari za watu tunajaza mafuta na hesabu za watu zinapatikana. Tumegoma kwa ajili ya LATRA. Sisi abiria hawana shida, sisi hatuna shida. Ila LATRA tunaomba waje hapa ili watoe hili tatizo. Kuna gari ambazo daladala hizo hapa ni wakaidi wameamua kutoka barabarani na kuchukua nauli zaidi ya shilingi 800, wachukua mpaka shilingi 2000. Sasa wale tumeomba viongozi wetu wafuatilie, wachukue namba za zile magari, afu wataziripotisha kwamba hawa walikuwa wanachukua nauli shilingi 2200. Kwa hiyo kwa wale abiria wanatoa shilingi 2000, masuala haya yatashughulikiwa kwa gari zile yeye chukua nauli shilingi 2000. Kwa upande wao, wananchi waliofika katika vituo mbalimbali kutafuta usafiri wamesema hali hiyo imewaathiri kwa kiasi kikubwa kutokana na kuchelewa kufika katika maeneo yao ya kazi na biashara, huku wengine wakilazimika kutumia usafiri mbadala wenye gharama kubwa zaidi. Wamesema changamoto hii imekuwa ikikwamisha shughuli zao za kila siku na kuiomba serikali pamoja na mamlaka husika kutafuta suluhisho la haraka ili kurejea katika huduma za usafiri kama kawaida. Kuliko weke mgomo, wachukue wale abiria watakao kubaliana nao kuliko kufanya mgomo. Yaani kwa sababu mtatesa wanafunzi, mtatesa sisi wafanyakazi, hivyo tu. Wanamikia hii bari ya bukubuku, umeelewa? Lakini hivi sisi kama wananchi hatuna hela. Hao jamaa kama tuwezi. Serikali mpanga ni 700, umeelewa? Wanataka bukubuku. Sasa wakipigwa na LATRA, umeelewa? Wanataka mgo. Nimesema hivi, kama madereva wazia abiria wao wapigwe faini mara 2 yenyewe. Yaani wapigwe kinyama. Hivyo tu. Kama ule ambao hivi, kwa leo ni 700, yeye kwa 700, nyinyi msijiongezee bei zenu. Kama mkijiongezea mnamwambia pia wananchi nyinyi mdala mkapa pande wenu, wewe muangalie kile tutaki. Ni mkoa usalama barabarani mkoa wa Arusha. Sawa Nimesikia mmegoma. Nikasema nije niwasikilize wanangu. Wajukuu wanalia kule, wana njaa. Na nyinyi huku mnagoma. Kuna shida gani? Tungepata watu kama wawili, lakini pamoja na mimi nimekuja na afisa mfawizi wa LATRA. Sawa? Kwa pamoja tuje kuwasikiliza. Tukae mezani, tutatue changamoto, maisha yaendelee. Sawa Ndio kilichotuleta hapa sasa. Tusikilize changamoto, tuzitatue, kazi iendelee. Sasa tungempata mtu mmoja au wawili watuambie kuna changamoto gani, tukae mezani tutatue, kazi iendelee.
Karibu Cheusi. Tutafute hela ndio ambacho tunataka. Sawa. Lakini pia lalamiko lenu la kusema maafisa wetu wanakuja wanasimamisha, wanakagua nauli hapo hapo, wakwambia toza 700 hapo hapo urudishe chenchi. Kwenu si ni kilio na mnatamani at least waache kwanza? Sasa wao tunavyofanya, tunachukua viongozi wetu tujadili kwa pamoja, tutumie njia gani ambayo kwenu isiwaumize na abiria isiwaumize. Sawa? Kwa tukubaliane hapa, sisi tunaenda kukaa kwenye kikao. Kwa sisi tunaenda kuongea nao. Tunalotamani sasa hivi tutafute ugali. Ni kweli. Turudi barabarani. Mimi naondoka na maafisa wangu na hawa wataalamu, tunaenda kujadili namna ya kulimaliza hili. Nyinyi mfanye kazi kwa amani. Sawa jamani? Si ndio nzuri hiyo? Ndio tunaenda sasa kujadili. Na ndio maana tumechagua wengine. Sawa? Hawa hapa tunawaamini, tuwe nao na watarudisha majibu kwenu. Na mimi naondoka nao sasa hivi, mkiridhia mnipe niende nao, ili mradi tu mniambie mnawaamini. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, kutoka jijini Arusha. Na sasa ulimwengu wa habari unaelekea katika jiji la Mbeya, wilaya ya Kyela, ambapo taarifa inaeleza shule ya sekondari ya Ipande Mashariki iliyoko wilaya ya Kyela mkoani Mbeya inakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa maji, hali ambayo inawafanya wananchi wa kata hiyo kuiomba serikali kupeleka mradi wa maji, lengo likiwa ni kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kwa lengo la kufuata huduma hiyo. Tunaungana na mwanahabari wetu Upendo Kibetile kutoka jijini Mbeya akiwa na taarifa zaidi. Wananchi hao wametoa ombi hilo kwa serikali wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa, wakiomba kusogezewa huduma ya maji katika maeneo yao ili kuondokana na changamoto hiyo. Ujenzi wa shule hii umesumbua, shida ni maji. Maji kwa kweli hatuna, na mpaka sasa watoto hawa wanalazimika kubeba maji, jambo ambalo sasa ni hatari na haliwezi kuleta sura nzuri kwa shule kama hii. Ili ya sisi wanawake kutua ndoo kichwani, maji tumekosa, maji hatuna. Wameweka tu kama kigezo kwamba tuna bomba tumeweka, wanakuja kututembelea kwamba tunataka mlipe ile malipo ya bili ya maji, lakini hakuna maji ambayo tunapata, tunateseka. Kero langu ni hilo. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa serikali pale inapochukua hatua za kutatua changamoto zinazowakabili, huko mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kyela Flora Luhala akiwahakikishia wananchi kuwa halmashauri imetenga zaidi ya shilingi milioni 20. Nadhani tuna wajibu pia wa kutoa ushirikiano kwa serikali pale inapoonyesha inaweka nguvu ili kutatua changamoto. Ushirikiano wa wananchi ni jambo la msingi. Bila ushirikiano, mkurugenzi sima, changamoto ipo, na sisi tumetenga milioni 20 kwenye bajeti inaanza Julai hii tuweze kuchimba kisima hapa shuleni. Makofi kwa mkurugenzi. Kwa hiyo kwa kuanzia wananchi tunaweza kuwaruhusu na wao wa karibu wachote maji wakati RUWASA akijipanga kutatua kero hii. Nikiripoti kutoka wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Naam, kutoka jijini Mbeya. Na sasa ulimwengu habari unaenda jiji la Dar es Salaam, ambapo taarifa inaeleza kuhusu mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA imetoa angalizo la kuwepo kwa El Nino katika kipindi cha Oktoba hadi Desemba mwaka huu, na vile kutokana na uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa inavyoonyesha. Mwanahabari wetu Nora Damian ana taarifa ifuatayo. Angalizo hilo limetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania Dr. Ladislas Changa wakati akizungumza na vyombo vya habari, ambapo amesema mara nyingi El Nino huambatana na mvua kubwa katika maeneo mengi ya nchi, hivyo wanaendelea kufuatilia na kutoa taarifa ili wananchi waweze kuchukua tahadhari. Sasa tunatoa angalizo lifuatalo kwamba mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inaendelea kufuatilia kwa karibu sana mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa kidunia, na pia katika maeneo yote ya bahari na katika maeneo yote kwa mujibu wa taratibu zetu za kazi, hususa ni hali ambayo inaendelea kujitokeza ya uwezekano wa kuwepo kwa El Nino pamoja na athari zake. Uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa unaonyesha kwamba
unaelekea kwa mwaka huu 2026 kuelekea mwezi Oktoba, basi uwezekano wa kujitokeza kwa hali ya El Nino upo mkubwa. Kwa hivyo tunatambua kwamba hali ya El Nino mara nyingi huwa inaambatana na matukio ya mvua kubwa katika maeneo mengi ya nchi yetu. Kwa hivyo tunatoa ili angalizo, lakini kwa ujumla mamlaka ya hali ya hewa tunaendelea kufuatilia mwenendo wa mifumo yote ya hali ya hewa kwa ukaribu sana, na hata hii uwezekano wa kutokea kwa El Nino tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu sana masaa 24, na tutaendelea kutoa taarifa kadri ambavyo tunaona inahitajika kwa mujibu wa taratibu zetu za kazi. Mamlaka hiyo ya hali ya hewa pia imewataka wananchi kuchukua hatua na kujikinga na magonjwa yanayosababishwa na hali ya hewa ya baridi pamoja na vumbi, ikiwemo magonjwa ya macho na homa ya mapafu. Kutokana na hali ya ubaridi, magonjwa yanayohusiana na hali ya baridi kama vile homa ya mapafu na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza. Lakini vile vile kutokana na upepo ambavyo unatarajiwa kuwa, vile vile tunatarajia kwamba hali ya vumbi inayosababishwa na upepo katika baadhi ya maeneo inaweza kupelekea uwepo wa magonjwa ya macho, mafua na magonjwa mengine yanayohusiana na hali ya hewa ya namna hiyo. Na vile vile upungufu wa maji na malisho unaweza kujitokeza katika baadhi ya maeneo kwa kipindi hiki cha msimu wa kipupwe. Mamlaka husika pamoja na jamii zinashauriwa kuchukua hatua stahiki za kiafya ili kujikinga na magonjwa yanayosababishwa na hali ya hewa ya ubaridi pamoja na vumbi. Wafugaji wanashauriwa kuendelea kuzingatia ratiba za kuogesha mifugo ili kudhibiti visumbufu na magonjwa pamoja na kufuata ushauri wa wataalamu katika sekta husika. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, tukiachana na taarifa hiyo katika ulimwengu habari, taarifa nyingine ni kutoka kule halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale iliyokaa mkoani Geita imeongeza shughuli za uchomaji wa nyama katika mnada wa Jumatano, ambapo mnada huo unatambulika kwa jina la Karumwa, ili kuongeza tija katika mnada huo ambao awali ulikuwa ukihusika zaidi katika uuzaji na ununuaji wa mifugo. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala ana taarifa ifuatayo. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale Husna Tony ameeleza hayo akisema kuwa tayari wameshafanya uzinduzi wa jambo hilo, ikiwa hapo awali mnada huo ulikuwa na shughuli za uuzaji na ununuaji wa mifugo hususan ng'ombe. Sisi kama halmashauri tumeendelea kuitumia fursa ya kuwepo kwa mnada kila Jumatano na kila Jumapili, na tukaona sasa ili mnada wetu uwe na uongezeke tija, tuongeze baadhi ya shughuli ambazo zinaweza zikafanyika ndani ya mnada. Miongoni mwa shughuli ambazo tumezifanya kwa kuanzia ni kuongeza shughuli ya nyama choma kwenye mnada wa Jumatano ambao unafanyika hapa Karumwa. Na kupitia mnada huu tumeona wanunuzi wa wanyama, lakini pia na wengine ambao si wanunuzi wa wanyama wanaenda pale kupata huduma za nyama choma, lakini wengine wanaenda kupata huduma za nyama ambazo ni mbichi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo kama tunavyofahamu, kuwepo kwa soko ambalo kutakuwa kuna watu wengi kunavutia pia kuwepo kwa biashara nyingine tofauti. Kwa hiyo kwenye mnada ule wa nyama choma ipo biashara nyama choma ambayo inafanyika, lakini zipo biashara nyingine ambazo zinafanyika kwa sababu wanaoenda kufanya shughuli za mnada wanahitaji vyakula vya kawaida, wanahitaji wakati mwingine vinywaji, wanahitaji na vitu vingine vya nyumbani ambavyo kupitia mnada huu, mkusanyiko ule wa watu, shughuli nyingi zinaweza kufanyika. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tumepanga mnada huu, shughuli hizi za nyama choma zote zinafanyika kila Jumatano. Na tulishafanya uzinduzi, na kila Jumatano tumeendelea kuongeza wateja kwenye shughuli zetu hizi zinazofanyika ndani ya mnada. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa watu mbalimbali wanaoweza kuwekeza, vikundi vya vijana, lakini na wawekezaji wengine, wafanyabiashara wa biashara tofauti tofauti, wakaribie kwenye mnada huu siku ya Jumatano, kwa sababu pana watu ambao ndio wateja wa biashara ambazo wao wanazifanya. Afisa biashara kutoka halmashauri hiyo Violet Joseph Magoti akizungumza akiwa mnadani hapo amesema serikali
kuanzisha swala la uchomaji wa nyama inajaribu kuonyesha wananchi fursa mbalimbali tofauti na kuuza ng'ombe kwenye mnada huo. Kubwa kuanzisha mnada huu ni kuinua uchumi wa wananchi kupitia mnada, kupitia shughuli za mnada, kwamba sasa hivi mnada ambao mkubwa ambao unafahamika ambao kwetu ni ng'ombe peke yake. Lakini tunategemea ukishakuwa mkubwa iwe mifugo tofauti tofauti na ng'ombe. Na vile vile watu waweze kujua kwamba sio tu kwamba kufuga ng'ombe peke yake, kuna opportunity nyingine. Tunajaribu kuwaonesha wafanyabiashara opportunity tofauti za fursa za ufugaji. Ukitoa tu kwamba nitauza ng'ombe peke yake, mtu anaweza kaja na idea kama hii hapa nyuma yetu, kwamba anaweza kawa anachoma nyama, watu wamekuja kununua ng'ombe, lakini kipindi wanasubiri kufanya mauzo bado vile vile wanapata huduma ya chakula. Oringe Masai ni mjasiriamali ambaye tayari ameshaiona fursa ya kuuza nyama choma ndani ya mnada huo. Sasa hivi watu wamebadilika. Sasa hivi ilikuwa saa 9, saa 10, saa 9, saa 8 watu wameshatoka mnadani. Sasa hivi unakaa mpaka saa 2 usiku. Na tuko na ofisa wao wa biashara, tuko pamoja wote, kunasaidiana, unamaza watu waikuja hapa. Sasa wanafurahi sana. Halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale inayo minada mitatu ambayo ni Karumwa, Busorwa pamoja na Shabaka. Michael Francis Bundala, Sky TV. Naam, ni mnada wa Jumatano maarufu kama Karumwa ulioko Geita, ambapo umeongezewa thamani zaidi kwa uchomaji wa nyama. Mtazamaji wa Sky TV, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa taarifa ambayo tunao ni pamoja na Wachina 4 wakamatwa na polisi kwa tuhuma za utekaji. Naam, karibu tena kuitazama ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawashikilia raia 4 wa Kichina kwa tuhuma za utekaji wa wafanyabiashara wawili ambao nao pia ni raia wa China. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo amesema kuwa tukio hilo limetokea Mei 14, 2026 majira saa 4:30 usiku, ambapo polisi walipokea taarifa ya kuvamiwa na kutekwa kwa wafanyabiashara hao na kupelekwa kusikojulikana. Hata hivyo, Kamanda Murilo amesema kuwa upelelezi wa tukio hilo utakamilishwa na kila aliyehusika atachukuliwa hatua kali zaidi za kisheria. Hii ni taarifa zaidi. Tarehe 14 mwezi Mei mwaka huu wa 2026 majira ya saa 4:30 usiku, polisi walipokea taarifa kuwa katika majengo pacha ya PSSF ambayo yapo hapa mtaa wa Mission karibu na stesheni ya zamani ya reli hapa jijini Dar es Salaam, watu wawili wenye asili ya Kichina, yani Wei Chen mwenye umri wa miaka 64, huyu ni mfanyabiashara raia wa China, na mwenzake ambaye alifahamika baadaye kwa jina la Lang Zor mwenye umri wa miaka 44, naye ni mfanyabiashara raia wa China. Ilidaiwa walivamiwa na kutekwa na kundi la wahalifu waliodaiwa kuwa 7 na kupelekwa maeneo ambayo kwa wakati huo hayakujulikana. Watuhumiwa hao walikuwa wakidai kwa ndugu za watu waliodaiwa kutekwa wapewe kwa njia ambazo wangewaelekeza wao dola za Kimarekani milioni 20 ili waweze kuachiwa. Wahanga hao waliokolewa tarehe 16 mwezi Mei mwaka huu, na uchunguzi ukawa unaendelea, na walikutwa wakiwa wamejeruhiwa na kuumizwa kwenye maeneo mbalimbali ya miili yao huko maeneo ya Mbezi, Kinondoni. Watuhumiwa hawa ambao wamekamatwa pia ni raia wa Kichina ambao wamefahamika kwa jina la Deng Angi, miaka 49, raia wa China, lakini mtuhumiwa mwingine amefahamika kwa jina la Fan Zong, miaka 49,
ni raia wa China. Mtuhumiwa 3 amefahamika kwa jina la Zhang Zhangzhou, miaka 51, ni raia wa China, na mtuhumiwa 4 ni Deng Oeng, miaka 40, ni raia wa China. Hawa wamekutwa pia na simu za wahanga na vielelezo vingine vinavyohusiana na tukio hilo. Upelelezi wa tukio hili kwa maana ya shauri unakamilishwa na kila aliyehusika katika tukio hili kwa namna moja ama nyingine atashughulikiwa vikali na kwa hatua stahiki zilizo ndani ya mfumo wa sheria. Naam, kutoka jijini Dar es Salaam, ulimwengu habari sasa unaelekea katika mkoa wa Mara, wilaya ya Butiama, ambapo taarifa inaeleza kuwa wananchi katika eneo la Makutano 00 halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoa wa Mara wamepewa elimu ya kutokikimbilia magari pindi wanapopata ajali kutokana na baadhi ya magari hayo kubeba kemikali hatarishi na vile zinazoweza kusababisha madhara makubwa kwa afya zao. Hii ni taarifa na elimu hiyo ambayo imeweza kutolewa kuhusu usafirishaji salama wa kemikali hatarishi aina sodium, ambayo imetolewa na wadau wa kemikali wanaojihusisha na usafirishaji pamoja na matumizi ya kemikali hiyo kwa kushirikiana na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Hii ni taarifa zaidi. Likishaanguka hapa watu wanakwenda kusongamana, wengine wanaenda labda wengine na shughuli zao, labda kuiba na kufanya nini, lakini ukweli ni kwamba hapa ulimbukeni hapa upo, watu wanakwenda kusongamana kuangalia ile ajali iliyotokea. Changamoto ya marori kufeli katika eneo letu hili hasa inapelekana kuwa na mteremko mkali. Kuna miteremko miwili mikali inayo mmoja wa kutokea Tonyo na mmoja ni huu hapo tunaoona kutokea Makutano kushuka hapa 00. Maana magari mengi sasa yanapita hapa yakisafirisha kemikali, na watu hapa ni wengi wanazunguka kwenye biashara yao, kwa hiyo litawasaidia sana. Maana watu wanaweza wakakimbia kwenda kuzoea vitu vile, kumbe hajui akizoea vitu vingine ambavyo wanazoea kuchukua. Hatukuwa na ufahamu wote kuhusu hizo kemikali. Tunaona magari yakipita hapa ndio yamebeba hizo kemikali, lakini tulikuwa hatuelewi lolote kuhusu hizo kemikali. Na ndio maana hata magari yalikuwa yakianguka hapa, wananchi wanakimbia kwenda eneo la ajali. Kwa hiyo ni lazima tuwajengee uelewa ili siku hata gari ikipata ajali unakuwa ni namna gani unafahamu sasa ya kujikinga, kulinda maisha yako, kulinda maisha ya watoto wako, familia, ndugu na jamaa. Si ndio jamani? Kwa hiyo sitegemei kuona mtu wa Makutano inatokea ajali ambayo imehusisha hizo gari za kemikali, halafu unakimbia kusema nenda nikachukue kemikali kidogo nikaone ni kitu gani ambacho labda naweza nikafaidi. Katika usafirishaji wetu kuna baadhi ya sheria ambazo huwa tunafuata katika harakati za usafirishaji, na baadhi ya taratibu hizo ni pamoja na kwamba kemikali hii tunaisafirisha katika hali ya msafara, ambao msafara wetu una magari yasiyozidi 10. Lakini katika msafara wetu pia tunakuwa na magari ya escort ambalo moja linakuwa mbele lakini jingine linakuwa nyuma, na escort yetu ya mbele huwa inakuwa imebeba mtaalamu wa kemikali hiyo ya sodium cyanide. Ikitokea kuna ajali, yeye ndio atakayehusika na yeye ndio atakayemhudumia yule mgonjwa aliyeathirika na kemikali ya sodium. Kikubwa tunawaasa wananchi wanapoona kuna tukio la ajali katika msafara wa kemikali ya sodium cyanide, cha kwanza kabisa wasikaribie kwenye eneo hilo la ajali. Pale ambapo wanapogundua kwamba ajali hiyo inahusiana na kemikali, basi waondoke hata katika eneo na sikae karibu na eneo la ajali. Na mamlaka ilipewa jukumu la kusimamia kemikali zote nchini, kemikali hizo ambazo zinatumika viwandani na majumbani. Katika kutekeleza jukumu hilo, mamlaka ilipewa kusimamia sheria ya udhibiti na usimamizi wa kemikali za majumbani. Katika sheria hiyo imeelezea kiundani zaidi mnyororo wa kemikali kuanzia hatua ya uzalishaji, uingizaji, usambazaji na utumiaji. Katika sheria hiyo pia mamlaka ilipewa jukumu la kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na madhara mbalimbali ya kemikali. Naam, ni elimu zaidi kwa wananchi kuto kukimbilia pindi wanapoona ajali za barabarani, kutokana na kwamba hali hiyo inaweza kuhatarisha
hali ya usalama ya waokoaji. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV. Mapumziko yafuatayo, tukirejea ni biashara na uchumi. Endelea kubaki na sisi. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mendi Joseph, karibu. Vijana takriban 10,300 kutoka mikoa ya Morogoro na Iringa wamefanikiwa kujiinua kiuchumi baada ya kunufaika na mafunzo ya ujuzi. Mafunzo hayo yametolewa kupitia mradi unaotekelezwa kupitia ufadhili wa ubalozi wa Uswizi nchini Tanzania. Kupitia Madiu, mtoto wa kike imeondoa ile kudharaulika kupitia hii, kwa sababu kwa sasa hivi mimi hapa nilipo, ninapotaka labda nina shida ya kitu fulani, siwezi nikangoja mpaka ningoje mwenzangu labda aniwezeshe au la. Hapana, mimi kama mimi naweza nikajikwamua kiuchumi kutokana na biashara zangu ninazofanya. Tunagawana faida ambayo najiwekea mimi mwenyewe, najiwekezea zile faida ambazo zinanisaidia kufanya vitu vingine tofauti na pale mwanzo.
nilipokuwa nafanya. Nilikuwa nikiwa na shida nimpigie simu mama, nimpigie simu baba au nimpigie simu, ndio hivyo. Tunajirahisisha tu kwa wanaume ili tukaje tupate kipato chochote kitu. Lakini kwa sasa najisaidia mimi mwenyewe, najikwamua mimi mwenyewe, pia naendesha familia yangu mimi mwenyewe. Baada ya kupata fursa na kuliona tangazo la SETI kuhusu kuwanufaisha vijana kwa kutengeneza fursa ambazo zinaweza kuwafanya wajitegemee, mimi kama kijana nilikimbilia fursa ya kuzalisha miche bora ya parachichi. Sisi kama kikundi au vikundi tumezalisha jumla ya miche 16,000 ambayo tumeisambaza katika mkoa wetu wa Iringa kwa wananchi na mashamba yanayotuzunguka katika jamii. Mpaka sasa tumeweza kuuza miche zaidi ya 7,000 na bado tunaendelea kutafuta wateja wengine ambao wataweza kununua miche yetu na kuendelea kufanya biashara katika zao hili la parachichi. Mradi wa SETI nimeweza kuongeza ujuzi ukiwemo uzalishaji wa viungo na vya chakula pamoja na chai, lakini vile vile ungalishe. Ila pia nimeweza kuongeza ujuzi juu ya management ya pesa, lakini pia ujuzi juu ya vikundi vya akiba na mikopo. Kwa sasa hivi naweza kujua ni namna gani naweza nikazalisha akiba yangu. Mwanzo nilikuwa nafanya biashara, lakini nikipata ile akiba naiweka tu akiba kama akiba, lakini sasa hivi nikipata akiba naingiza kwenye vikundi vya akiba na mikopo, mwisho wa siku nakuja kukuta ile akiba imejizalisha. Kwa hiyo naishukuru sana SETI, naishukuru Swiss Contact pamoja na TASC kwa kutuletea mradi huu. Umeleta mabadiliko na umeleta mwanga mpya katika maisha yetu kwa ujumla kama vijana na jamii kwa ujumla. Lengo la mradi huu ni kuwasaidia vijana waweze kuongeza fursa za kuweza kujiajiri au kuajiriwa katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo na biashara nyingine ndogo ndogo ambazo zinapatikana katika maeneo husika. Na halmashauri ya wilaya ya Mbozi imevuka lengo la utoaji wa mikopo ya 10% kwa mwaka wa fedha 2025 na 26 baada ya kutoa zawadi ya shilingi bilioni 2. Mikopo hiyo imetolewa kwa makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ili kukuza shughuli za kiuchumi. Zaidi ya wanufaika 1700 wamenufaika na mpango huo unaolenga kuboresha kipato na maisha. Mko umekuwa mkubwa kwa watu kukimbia vyombo vya usafirishaji kwa sababu mfano Maguta, sisi mkoa wetu wananchi wengi wanafanya kilimo na msimu huu ni wa mavuno. Kwa hiyo watu wengi wanatumia vyombo vya usafiri kama Maguta kwenda kuchukua mazao na mizigo mingine kutoka eneo moja kuja eneo jingine kuleta mjini. Bajaji kwa maana kwamba tumepiga hatua kutoka kwenye bodaboda, sasa tutakuwa madereva bajaji. Na pia tumekuwa madereva bajaji, lakini tunategemea kuwa madereva magari sasa. Sisi malengo yetu sisi kama kikundi ni kwamba miezi 8 au 9 tutakuwa tumeshamaliza. Wao serikali wameweka miezi 12, lakini sisi kama kikundi natamani turejeshe haraka ili tukope tena. Mtazamaji, tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2593 na senti 64 na imeuzwa kwa shilingi 2619 na senti 58. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3488 na senti 96 na imeuzwa kwa shilingi 3523 na senti 85. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3011 na senti 73 na imeuzwa kwa shilingi 3041 na senti 85. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 381 na senti 76 na imeuzwa kwa shilingi 385 na senti 58. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 30 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 46. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 157 na senti 87 na imeuzwa kwa shilingi 159 na senti 45. Kenya shilingi imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 95 na imeuzwa kwa shilingi 20 na senti 15. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 68 na imeuzwa kwa senti 69. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na imeuzwa kwa senti 87. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji. Mimi ni Mindi Josefu. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji. Mimi ni Mindi Josefu. Biashara na uchumi.
Naam, mara baada ya biashara na uchumi, mtazamaji wa Sky TV, sasa kifuatacho ni mkusanyiko wa taarifa mbalimbali za kimataifa, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo. Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu 100 kuambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Nazo mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 huko mashariki mwa nchi hiyo zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi, ambapo watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma. Dr. Bian Kizinkinko ni mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini na amesema ugonjwa huo unaosababishwa na kirusi cha Ebola aina ya Bundibugyo hauna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Na sasa ni nchini Senegal. Senegal imeingia katika mgogoro mpya wa kisiasa baada ya hapo jana spika wa bunge El Maliki Ndiaye kutangaza kujiuzulu. Tangazo la spika huyo amelitoa siku 2 tu baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Kujiuzulu kwa Ndiaye kunafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Sonko kugombea nafasi ya kuongoza bunge, ambapo chama chake cha Pastef kina wingi mkubwa wa viti bungeni. Mgogoro huo wa kisiasa unaweza kutatiza juhudi za mageuzi zinazofanywa na Rais Bassirou Diomaye Faye ambaye alimfuta kazi Sonko siku ya Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Rais Faye alifanikiwa kushinda urais kutokana na kushirikiana na Sonko ambaye inaaminika kuwa angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea katika uchaguzi uliopita kutokana na hatia ya kumchafua mtu jina. Tuhitimishe habari za kimataifa tukielekea huko China. Rais wa China Xi Jinping amekutana leo na waziri mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif mjini Beijing, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Irani zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Mkutano huo wa ngazi ya juu unafuatia mazungumzo ya awali kati ya waziri mkuu Sharif na waziri mkuu wa China Li Qiang ambaye ni kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini humo. Katika ziara hiyo, Sharif ameambatana na mkuu wa jeshi la Pakistani Jenerali Asimi Muniri ambaye amekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Irani. Pakistani imebeba jukumu la upatanishi kati ya Marekani na Irani baada ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja mwezi uliopita, ambayo hata hivyo hayakuzaa makubaliano ya kudumu. China kwa upande wake imeendelea kuchukua nafasi ya kimya katika juhudi hizo za kidiplomasia. Pius Jayunga, Sky TV. Naam, kukamilika kwa taarifa za kimataifa kutoka hapa Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV natupa nafasi ya kuelekea viwanjani katika michezo na burudani, ambapo huko tutaenda kuungana naye Lai Saidi, lakini hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo.
Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Lai Saidi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila leo ametembelea shirikisho la mpira wa miguu hapa nyumbani TFF, ambapo makao makuu yake yapo Ilala jijini Dar es Salaam, na kufanya ukaguzi wa baadhi ya maeneo katika ofisi hizo pamoja na kupata maelezo kuhusu malengo na maboresho yanayoendelea katika uwanja wa Karume Ilala. Katika ziara hiyo, Chalamila alipata fursa ya kukagua miundombinu mbalimbali ya shirikisho hilo, huku pia viongozi wa TFF wakimweleza mipango ya maendeleo ya soka nchini pamoja na maboresho yanayolenga kuongeza ubora wa viwanja na mazingira ya michezo kuelekea mashindano mbalimbali ya kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya ziara hiyo, Chalamila amesema kuwa Tanzania ina nafasi kubwa ya kufanya vizuri kuelekea mwaka 2027 ambapo nchi itakuwa mwenyeji wa mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON. Hivyo kuna umuhimu wa kuhakikisha maandalizi yanafanyika kwa kiwango cha juu. Mwaka 2027 taifa letu limepata heshima kubwa ya kuwa host wa mashindano makubwa ya AFCON. Mimi nakiri kwamba sina taaluma pana sana kwenye sekta ya michezo, ila huwa ninayo machache ya kuchangia. Ukipita huku barabarani, Mheshimiwa Rais wetu wa TFF, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaboresha miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara, miundombinu ya umeme, miundombinu ya ulinzi na usalama katika mkoa. Moja ya jambo kubwa sana ambalo sasa tunaendelea nalo ni kufanya Dar es Salaam kuwa smart city, kwa maana kuanza kuitengenezea mifumo ya IT ili mkoa wetu tuanze kuona kiganjani. Kwa maana kama kuna uhalifu wa jambo maeneo popote pale, mkoa wetu tunauona kiganjani. Tunashirikiana na wizara ya anayoiongoza Mheshimiwa Kairuki, tunashirikiana na wizara ya ardhi anayoiongoza Mheshimiwa Kwilapo,
Tunashirikiana pia na Wizara ya TAMISEMI. Zote hizi ni wizara ambazo zinakuwa integrated ili kuhakikisha kwamba tunaipanga miji yetu katika hali nzuri ili tuweze kuweka miundombinu na mifumo mizuri ya kiusalama kwa taifa letu, na baadaye mkoa wetu uweze kuanza kuonekana kiganjani. Wale mliobahatika kufika Moroko na maeneo mengineyo, kwa wenzetu ambao wamekusha endelea, yapo mengi ambayo tumejifunza na ambayo tungetamani sana yaweze pia kuhamishiwa hapa kwetu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nayo ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea kwa siku ya leo, ambapo hivi sasa mabingwa watetezi Dar es Salaam Young Africans wapo dimbani katika uwanja wa KMC Complex wakikipiga dhidi ya Namungo, ambapo mpaka sasa Yanga pamoja na Namungo wamefungana mabao 1-1, Duke Abuya akifungia Yanga wakati Hassan Kabunda akiwasawazishia Namungo FC. Lakini pia majira ya saa 3 usiku matajiri Azam FC leo atakuwa pale Azam Complex, ambapo watawaalika KMC ambao wanashika mkia katika msimamo wa ligi hiyo. Kwingineko ni kuhusiana pia na jaji wakili mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ Meja Jenerali Francis Mbidi leo ametoa wito kwa maafisa, askari, watumishi wa umma pamoja na wananchi kwa ujumla kushiriki mbio za Suma JKT Marathon zitakazofanyika Juni 7 mwaka huu jijini Dodoma. Amesema mbio hizo zinalenga kusaidia huduma za afya ya mama na mtoto katika hospitali ya Makole jijini Dodoma pamoja na hospitali kuu ya Jeshi la Lugalo kitengo cha mama na mtoto kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam. Meja Jenerali Mbidi ametoa wito huo baada ya kufanya ukaguzi wa njia ambazo zitatumika katika mbio hizo, huku akibainisha kuwa zote ziko salama na tayari kwa tukio hilo. Nimeshiriki katika ukaguzi wa mbio za Suma JKT Marathon mwaka 2026 zitakazofanyika tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Tumekagua njia ya kilomita 21, ingawa mimi siku hiyo nitakimbia kilomita 42. Leo tumekagua njia ya kilomita 21. Ni njia nzuri, kwa hiyo nawakaribisha maafisa, askari, watumishi wa umma wanaofanya kazi katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, lakini pamoja na raia na wananchi wote kwa ujumla. Karibuni sana kushiriki kwenye mbio hizi ambazo zimeandaliwa na Suma JKT. Lengo la mbio hizi ni kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia huduma ya afya kwa mama na mtoto katika hospitali yetu ya Makole, lakini pia katika hospitali yetu kuu ya Jeshi Lugalo kitengo cha mama na mtoto. Naitwa Brigadier General Peter Elias Mnyani. Siku ya leo nimeshiriki kwenye kipindi cha kufungua njia, route check. Kwa hiyo mimi mwenyewe binafsi nimekimbia kilomita 21 na nimejiridhisha njia iko salama, hakuna magari. Kwa hiyo natumia fursa hii kuhamasisha jamii kwa ujumla tushiriki katika mbio hizi muhimu. Lengo la mbio hizi ni kama mnavyofahamu, ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwasaidia mama na mtoto kwenye hospitali zetu. Kwa hiyo nitoe rai kwa jamii nzima ikiwemo maafisa, askari na vijana kuweza kushiriki mbio hizi ambazo ni muhimu sana kwa taifa letu. Naitwa Brigadier Jenerali Shija Sahani Lupi, ni naibu mkurugenzi mtendaji wa Suma JKT, lakini kwa maandalizi haya ya marathon mimi mwenyekiti wa maandalizi ya marathon ya Suma JKT 2026. Na wahakikishia kabisa watu wote waliojiandaa na mbio hii ya Suma JKT Marathon 2026, tumeandaa mbio vizuri na maandalizi yako vizuri, na wakaribisha ndugu zangu wote. Nikupenyezea taarifa mpaka sasa, mtazamaji. Yanga anaongoza bao 2-1 dhidi ya kikosi cha Namungo FC, bao likifungwa na Alan Okello Starboy akiwa na mwendelezo mzuri katika ligi kuu soka Tanzania bara. Na kwingineko ni kuhusiana pia na timu ya mpira wa kikapu ya Dar City ambayo inashiriki michuano ya Basketball Africa League baada ya kushinda mechi ya kwanza kwa vikapu 88 kwa 82 dhidi ya Petro Athletic
Atletico de Luanda wanashuka tena leo dimbani katika mchezo wa marudiano, ambapo Petro de Luanda kutokea nchini Angola wao pia walipoteza mchezo wa kwanza. Da City anahitaji ushindi ama alama asipoteze kwa tofauti ya pointi zisizozidi 5 ili aongoze matokeo ya jumla na kutinga hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo. Mchezo huu pia utapigwa majira ya saa 2 usiku kuanzia hivi sasa. Tukigeukia kimataifa, ambapo kocha wa timu ya kikosi cha Manchester City Pep Guardiola jana pia amejikuta akishindwa kuzuia hisia zake na kutoa chozi baada ya mchezo wa hapo jana wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza, ambapo aliweza pia kutoa chozi kutokana na kila ambacho alikuwa amekifanya takriban misimu 10 akiwa na kikosi hicho. Siku yake ya kuaga imekuwa na majonzi maradufu baada ya kikosi chake kukubali kichapo cha mabao 2-1 nyumbani dhidi ya Aston Villa na kushuhudia ubingwa wa EPL ukienda kwa Arsenal. Guardiola anaondoka Manchester City baada ya kudumu klabuni hapo kwa miaka 10 ya mafanikio makubwa, huku akiacha klabu hiyo ikiwa imebadilika kabisa kisoka na kutoa mataji mengi ya ndani na nje ya nchi. Mashabiki wa Manchester City walijitokeza kwa wingi kutoa heshima zao za mwisho kwa fundi huyo wa soka ambaye pia anafunga ukurasa wake wa dhahabu katika viunga vya Etihad. Na kwingineko pia katika masumbwi ni kuhusiana na mchezaji nyota wa mchezo wa vishale, yani darts, Luke Little. Yeye ametoa ya moyoni kuhusiana na ushindi wa Alexander Usyk dhidi ya Rico Verhoeven katika pambano lililounguruma nchini Misri siku ya Jumamosi, ambapo kijana huyo mwenye umri wa miaka 19 ameeleza kusikitishwa kwake na uamuzi ambao ulifanyika katika pambano hilo zito la masumbwi. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Little ameandika ujumbe mfupi unaosema, ndondi zimeisha rasmi, mchezo umeharibika kabisa. Mtanange huo wa uzani wa juu uliingia kwenye vurugu baada ya muamuzi Mark Leeson kusitisha pambano hilo ikiwa imesalia sekunde 1 kumalizika kwa raundi ya 11. Usyk alikuwa amerejea kwa kasi kwenye mchezo huo na kumwangusha Verhoeven ambaye ni mtaalamu wa kickboxing. Hata hivyo, baada ya Mholanzi huyo kusimama, mwamuzi aliingia kati na kumaliza pambano hilo haraka bila kumpa nafasi ya kupumzika kuelekea raundi ya mwisho. Na kwa taarifa hiyo, mtazamaji, nafika tamati katika habari za michezo na burudani. Mariango Mogeta punde tu atakuwa hapa kwa ajili ya kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Naam, Lai Saidi anakamilisha hivyo katika michezo na burudani. Na sasa ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia muda huu. Karibu ungane nami tunapoenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa. Kwa usiku huu tunatarajia hali ya ukavu katika maeneo yote hapa nchini. Kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Pia mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki na ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku 4 zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 27 na vipindi vya mvua.
Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 27 na vipindi vya mvua. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 28 na tarehe 29. Arusha tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 27 na mvua kwa siku ya tarehe 28 mpaka tarehe 30. Nikusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Naam, Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMA imekamilisha hivyo utabiri wa hali ya hewa. Mtazamaji, kabla ya kukamilisha ulimwengu habari kutoka hapa Sky TV, nikukumbushe taarifa muhimu ambazo tumekuwa nazo ni pamoja na wananchi Arusha waathirika kufuatia mgomo wa daladala. Kwingineko, wananchi Kyela waiomba serikali kupeleka mradi wa maji shule ya sekondari. Na katika habari za kimataifa, WHO yasema zaidi ya watu 900 washukiwa kuambukizwa Ebola nchini DRC. Na katika michezo, Chalamila atembelea TFF watoa tamko kuelekea AFCON 2027. Tamati ya ulimwengu habari kutoka Sky TV. Taarifa nyingine endelea kutufuatilia kupitia Sky International TV katika mitandao yetu ya kijamii. Mimi ni Maliango Mugeta. Endelea kutazama Sky TV.